tunapata ushauri kwamba tususie uchaguzi, na wataalamu wanatuambia huwezi kususa uchaguzi. Yani ni sawa na kuliacha shamba shamba lako na miogo, nguruwe pori wanaingia na kula miogo, unakaa pembeni unawaangalia tu jinsi wanavyotafuna miogo, unashindwa hata kuchukua jiwe ukarusha ili waondoke, walau upate nani kiasi cha miogo, uweze kuokoa kiasi cha miogo katika shamba lako, unakaa unaangalia tu. Na kwa mantiki hiyo tuliingia huku tunalalamika, tukapata wabunge, na mimi nimekuwa mbunge vipindi viwili katika malalamiko hayo. Sasa mimi ninachosema, hili swala ni kubwa. Tulikwishawahi kuongea mahali, tukasema hivi, muda uliopo katika baraza hili, muda uliopo kwa sisi tunaojua sheria zinavyotungwa, hauwezi kabisa ukafanya marekebisho ya katiba na sheria ukapata katiba nzuri na sheria nzuri. Lakini sio hivyo tu, kama sisi wapinzani tunataka katiba na tume ya uchaguzi vipatikane katika kipindi hiki. Hivi kwa nini tunajisahaulisha kwamba bunge lilopo sasa hivi 99% ni wabunge wa CCM? Kwa hiyo nikana kwamba sisi wapinzani tunataka CCM wakatutengeneze katiba, CCM waende wakatutengeneze hiyo tume ya uchaguzi, kitu ambacho wakishamaliza watakuja utalalamika tena. Mimi ninachokumbuka, baada ya kikosi kazi tulikubaliana na Mheshimiwa Rais aliafiki kwamba hili jambo linakubalika, limepokelewa, lipewe muda. Tofauti ya hapo, bunge liingie katika mjadala, rais aongezewe muda. Kama hatutaki kuingia kwenye uchaguzi sasa, kwa maana kwamba tunasubiri katiba mpya, kwa maana kwamba tunasubiri tume hiyo ya uchaguzi ambayo tumekuwa tukizungumza mara kwa mara, basi lazima tukubali rais aongezewe muda, sasa miaka 2. Tamko ambayo yanatolewa na baadhi ya vyama vya siasa kwa ajili ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Kimsingi wote tunahitaji amani na utulivu, na maneno yanaumba. Kama mnakumbuka miaka ya 94 wenzetu wa Rwanda walianza na maneno, radio kutangaza maneno ambayo sio rafiki kwa watu wao. Mwisho wa siku yalizalisha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo pia tunaviangalia vyama ambavyo vinatoa matamko ambayo hayastahili kuelekea uchaguzi mkuu. Mfano, kuna matamko ambayo yametoka, lakini pia tunaviangalia vyama ambavyo vinapuuza harakati za baraza la vyama vya siasa. Baraza la vyama vya siasa, ndugu zangu waandishi na Watanzania, hiki ni chombo cha kisheria, chombo ambacho kimetungwa kwa sheria za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mtu yeyote ambaye anakwenda kutweza au kudharau chombo ambacho kipo kisheria, sisi kama viongozi wa vyama vya siasa na baraza la vyama vya siasa tunahakikisha kwamba tunamuonya ama tunamuelekeza au tunamfundisha namna ya kuweza kutoa matamko ya kuweza kuheshimu baraza la vyama. Leo tumefanya vikao vya baraza, lakini pia tumeshauri serikali ili vyama viwe na ushindani ulio sawa. Serikali visaidie vyama ruzuku ili vinyuke kwenye uchaguzi, viende vikafanye competition ambayo haitakuwa na maswali hapo kesho. Baraza la vyama vya siasa pia linawapongeza wanawake nchini kwa kukamilisha miaka 30 ya mkutano wa Beijing. Vile vile linapongeza serikali kwa mafanikio yaliyopatikana ya kulinda haki za wanawake tangu mfumo wa Beijing hadi sasa. Baraza linaendelea kuheshimu haki za wanawake, ikiwemo haki ya kushiriki katika siasa na uongozi. Baraza la vyama vya siasa linatumia fursa hii kuviasa vyama vya siasa kuwa na programu maalum ya kuwajengea uwezo watu wenye ulemavu kuweza kushiriki katika shughuli za siasa na uongozi. Habari, karibu Mwitandala Shopping Center. Tunazo bidhaa mbalimbali za kuvutia machoni pako, za majumbani, maofisini. Jisikie fahari kujichagulia chochote katika duka hili. Ndiyo, Mwitandala Shopping Center Limited. Tupo Tarime mjini, mkabala na sheria Zakaria BP au stendi ya mabasi. Tunavyo vitu vya aina mbalimbali kama vile friji,
TV za kisasa yani flat screen nchi za aina zote kuanzia 32 mpaka nchi 65, meza za majumbani na maofisini, feni aina mbalimbali, feni za juu na feni za chini, radio, sabufa za kisasa. Tupigie kwa simu namba Fika ofisini kwetu Mwitandara Shopping Center Limited